Or maybe before we even open Hebrews, we can go back to the book of, let's open Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Before we go to Hebrews 11, let's read Hebrews chapter 6. Tuangalie, kuna mambo tumekuwa tukijifundisha kwa muda ambayo ni mafundisho ya kiutoto katika Kristo. The basic teachings of Christianity. Kabla mtu aokoke, kabla ubatizwe, unafaa uokoke. Unafaa ujue unaokokea nini. Unajua mimi wakati nilikuwa Catholic nilibatizwa nikiwa maybe 6 months hapo hivi. Kipaimara nilipata nikiwa around standard 4. So there are things sikuifahamu vizuri. But tuliposoma neno, there are things that happen to Jesus. Mtoto anakuwa dedicated kwa Mungu. Tunampeana kwa Mungu. Lakini ubatizo ni mpaka ufike miaka ya kuamua, ya kuokoka. Ndiposa tunasemanga mtoto akikufa kama hajafika hiyo miaka, anaendanga kwa Mungu. Ndiye hajafika miaka ya kujua mema ama mabaya. Adam na Eve, Mungu aliweka mti hapo mbele akasema hii ni ya mema na mabaya. Walikuwa na uwezo wa kuamua. So mtoto akikufa akiwa mdogo, hana uwezo wa kuamua. Na mostly inakuanga 11 years, 6 years hapo. Kenya inasema ni 18 years. Ukifika 18, akili yako imekomaa. So Hebrews chapter 6 inatuambia hivi. Therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith towards God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. Neno inasema tutoke kwa mafundisho ya kiutoto ya Kristo. Tutoke kwa nyonyo ya Ukristo. Unajua mtoto akiwa mdogo ananyonya maziwa ya mama for 6 months. After 6 months, mtoto anaanza kupewa supu, kupewa uji, kupewa maji, akianza kukula. Haleluya. Na neno inasema tutoke kwa mafundisho hiyo ya kiutoto. Twende katika ukomavu. Kuna makanisa nyingi ukiangalia ni ya watoto. Ni watoto wamejaa kanisani. Hata pastor ni mtoto. Kenye wanahubiri kila siku ni repentance. Wengine wanahubiri baptism, tawabatiza, resurrection. So Biblia clearly inatuambia mafundisho ya kiutoto ya kwanza ni gani? Repentance from dead works. Repentance ni kutubu. Na tukasema kutubu ni kugeuka. Change of your mind from one direction to another. You change from your sin towards God. You change from your iniquity. You change from the way you do things and you change towards God. Hallelujah. That is repentance. Repentance si kulia kwingi. Tuliangalia kwa maandiko Judas Iscariot alijuta, akalia lakini hakuona toba. Tukaona kwa maandiko Esau alilia kwa machungu baada ya birthright kuchukuliwa na ndugu yake Jacob. Alitafuta baraka za Mungu lakini hakupata. So na sisi pia kuna watu wengi wako kanisani wanatafuta baraka za Mungu, wanang'ang'ana wakitafuta lakini hawatapata. Wengine wanatoa pesa nyingi, wanasema hii tunatoa ya kufunja laana, hii ni ya kubomoa madhabahu ya huko kwetu, lakini hawataona baraka za Mungu. Baraka za Mungu Mungu ametubariki na baraka zake zote free of charge. He has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly realms. Whatever we need to do is to believe in the finished work of Christ. Kuamini matendo aliyomaliza Kristo msalabani. It is by faith, through grace we are saved, that no one should boast, not of works. Hallelujah. So repentance ni kugeuka. Na Biblia inatuambia repentance ni mafundisho ya kiutoto. Hawezi sema umeokoka kama hujatubu.
Kuna watu wengi wanasema Bwana sifiwe, nimeokoka na hawajatubu. Kwa Mungu, kwa picha ya Mungu hao watu hawajaokoka. So kuna watu wengi wako kanisani hawajaokoka. They are not born again. They are not saved. There are many, they are in the church. Wanaimba vizuri, wanaruka, wanaenda twende hivi, ruka, cheza. Tunacheza lakini hawajaokoka. Mungu akiangalia hivi, hii ni harufu gani hii? Hii ni matamshi mbaya gani inatoka Kenya? Watu hawajaokoka. Mungu kumbe apendezwi na matendo yako. Mungu apendezwi na nyimbo zako. Mungu apendezwi na sadaka zako. Mungu anapendezwa na moyo ambayo imetubu, imekubali kazi ya Kristo ya msalaba na inatenda mambo kwa sababu ya yale kazi ya Kristo. Amen. Repentance from dead works. Dead works ni vitu gani tukataja? Dead works is anything done outside of Christ. Na dead works ni vitu kama matusi, hasira, uongo. You can go and read from the book of Galatians chapter 5 kuanzia 19 hapo hivi. Inasema na matendo ya mwili ni haya. 1 2 3 imetaja, na kuna many other scriptures ziko nazo matendo za mwili. Ya kwanza ni matendo ya mwili. Adui wako mkubwa ni wewe mwenyewe. Wa pili ni dunia, kupenda dunia. Kupenda kukimbilia vile, nataka ninunue plot, nataka nifanye hivi na outside of God. Those are dead works. Mafundisho ya pili ambayo inafaa ufundishwe kabla uokoke ni faith towards God. Na faith towards God ndio tumekuwa tukijifundisha kuanzia last week. Imani katika Bwana. Amen. What did we say faith is? Faith is trusting God. It is believing on the finished work on the cross of Christ. Ni wakati unamwamini, mnajua Bwana atatenda hii kitu, na unaenda unapumzika, ujisumbui. Unaweza leta pesa kwa madhabahu ndio ujenge imani. Mtu anasema toa sadaka ya imani. Tafuta sadaka ya imani, sadaka mzuri. Unaweza toa sadaka mzuri ya imani? Yes and no. Hakuna kitu unaweza toa ambayo itampendeza Mungu. Hakuna. Na Mungu hana haja na pesa yako, Mungu hana haja na vitu vyako. Mungu hana haja. Mungu ako na haja na kazi ya Kristo. The finished work of Christ. Biblia inasema our righteousness is filthy before the Lord. Matendo yetu mema ni takataka mbele za Bwana. So the only thing that pleases God, it is the finished work of Christ on the cross. When Jesus said, it is finished, it was really finished. Amen. So tunaendaka kwa Mungu, ndio unaona tunasemanga in the name of Jesus we come before. Yani it is through the name of Jesus that we access the heaven. Si kwa kusema tu neno, inafaa ikuwe katika moyo. Kupitia neno ya Kristo. The finished work of Christ. Tunaweza inua mikono zetu na tukasikie mbinguni. It is not by our works. Kuna watu wanajaribu kuleta pesa nyingi kanisani. Wengine wanajaribu kuenda kulia, kufunga. It is not that. However, tunaweza fanya mambo mazuri baada ya moyo wetu kuingiwa na Mungu. Tunaweza stukia tunaanza kubariki watu, tunapenda watu, tunatoa, tunasupport kazi ya Mungu. It is a privilege that the God has given us. Mungu ni Mungu wa kila kitu. Mungu anaweza amua kujengea kanisa yake, anaweza amua kuokoa watu in its own way. Lakini akaamua sitatumia hiyo, I will give men an opportunity to serve. Ndio unaona Mungu ametupatia opportunity ya kuserve yeye mwenyewe. Hallelujah. So we say faith is trusting God. Na kuna definition ya faith in the book of Hebrews 11:1. Inasema now faith, it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. It is the substance of things hoped for. Tukasema last week, iko kwa kichwa. Lakini imani iko kwa moyo. Kuna watu wengi wamekuja kanisani, wametoa pesa zao, wametoa shamba zao, wametoa vitu vyao. Baada ya hata maombi, wanaona Mungu afanye kitu. Watu wanaimba, wanasema tumejaribu, Mungu inakaa ni kana kwamba Mungu alilala.
Mlisikia wengine wanasema tunataka purify Bible. Nikaa Yesu alienda mbinguni akaona mbingu ni mzuri, amejienjoy, nikaa arudi. So tunafaa tubadilishe hii Bible, tuweke kulingana na venye mambo iko duniani. Hiyo ni kukosa imani. Amen. Watu wametoa pesa zao kanisani, watu wametarajia vitu nyingi, lakini yenye watu wamekuwa nayo ni tumaini. Tuliongea about the mind over matter. Mind over matter iko kwa kichwa. Watu wanasema I possess this car, I possess this church, I possess this thing. Lakini they don't possess in the spirit. The Bible says a time is coming when the true worshippers will worship God in truth and in spirit. In truth and in spirit. So there are many people wanaleta pesa zao kwa Mungu, si kwa ukweli, wanataka kuonga Mungu. Wengine wanasema tunaleta pesa zetu ndio ikuwe security. Tunatoa tithe ndio tusipatwe na shida. Hata tukipatwa na shida Mungu atatutetea. Tunaleta pesa zetu kanisani ndio wakati wa shida tukiita Mungu, Mungu ataitika. Mungu si wa kuombwa. Mungu anataka kenye itatoka kwa moyo. Anataka moyo ambaye inamtumikia. Biblia inasema kulikuwa na Habel na Kain. Abel alienda akachinja mbuzi, akatoa sacrifice kwa Mungu. Na Kain alitoa chakula grass, mahindi, akachinja kwa Mungu. Na ukisoma hiyo andiko, haisemi ati Kain alikataliwa kwa sababu alitoa mahindi. Alikataliwa kwa sababu alitoa dengu. Na Kain akakubaliwa kwa sababu alichinja mbuzi. Hapana. Kain alikataliwa kwa sababu moyo wake ulikuwa mbaya. Kabla hata wakatae sadaka yake, ni moyo wake ulikuwa mbaya. Mungu akaikataa sadaka yake kwa sababu ya moyo. Na Habel alikubalika kwa sababu moyo wake ulikuwa mzuri mbele za Bwana. Haleluya. So Mungu hahitaji kenye utatoa, anataka ile moyo itamtolea. Kuna siku watu walikuwa wanatoa sadaka kanisani. Watu wanatoa kwa wingi wao. Mama mmoja akaleta peni 2. Na Yesu akasema huyu ametoa yake yote alikuwa nayo. Imemgharimu, ana chakula bado. Akasema hakuna mtu ametoa nyingi kuliko huyu mama. Na huyo mama ndiye alitoa kidogo ya yote. So Yesu akasema ni ile moyo wa kutoa. Si wingi. What has it costed you to give what you have given? Kuna wakati baada ya the Ark of Covenant kurudishwa Jerusalem, kuna ndugu mmoja akamwambia David, nataka nikutolee shamba uende ujengee nyumba madhabahu, ujengee Mungu. David akasema sitachukua kitu chochote. Sitamtolea Mungu kitu chochote ambacho hajanigharimu. So Mungu anaangalianga imekugharimu nini? What has it costed you to be a singer in this church? What has it costed you to come in the Bible study in the morning? Si kuja tu kuimba, si kuja tu ni Mungu anataka ni gharama gani imekugharimu. So unaona watu wengi wanasema mimi natoa mali yangu, natoa gari yangu ili ikuwe sadaka ya imani. Mungu hana shida ya vitu. Watu wametoa kwa utajiri ya yale wako nayo, lakini Mungu hana shida na hiyo. Mungu anataka ni moyo gani inanitolea. In the New Testament way of giving, we don't give as per the law. Tunaambia watu unajua lazima utoe tithe, lazima utoe. There is a New Testament way. So I soma 2 Corinthians chapter 8 na chapter 9. After it was even spoken about in the Old Testament. The first way of giving is willingly. Are you willing to give? Are you willing to serve God? Are you willing to sing? Are you willing to offer your time? Na ukiangalia Old Testament, kuna wale walitoa gold, wengine walitoa silver, wengine walitoa nywele ya kichwa yao, wengine so si lazima utoe pesa, unaweza toa your time. Unaweza toa vitu vyako vingine. Amen. Ninazungumza hiyo kwa sababu inaendana pia na imani. Leo tumefundishwa lazima tutoe hii vitu ndio tukue na imani. Mungu hana haja na hizo vitu. Mungu ako na haja kwa kuamini Kristo alimaliza hii mambo.
ya kwamba baraka zote za mbingu niko nazo, si kwa sababu kuna kitu ninatoa, ni kwa sababu Mungu amenitendea, Mungu amenibariki. Na kuna watu wengi hawaone baraka ya Mungu kwa sababu wamekataa kuamini Yesu. Wanafikiria, sasa nitaendaje kanisa na sina sadaka? Mungu hana haja na wewe kuja na sadaka. Kuja jinsi ulivyo, hata wewe kuja mwenyewe ni sadaka. Haleluya. So imani ni kuwa na substance, si vitu ambazo lakini ukishaokoka unaweza toa vitu vyako kwa furaha. One principle of giving is giving cheerfully. It is serving the Lord cheerfully, joyfully. Yaani unakuja unatoa pesa zako cheerfully, kwa furaha. Sio tunasema sasa nikitoa hii watoto watakula. Sasa nikitoa hii unaenda kukopa, unaanza hapana. Toa cheerfully kulingana na uwezo wako, within your ability, without being pressured. No, siku hizi watu wanaweka kwa Facebook, nani ametoa hii, nani anatoa hii, ama basket inatembea, ni kupressure watu. Unaambia watu, unajua mnafaa mkuje muimbe. It is pressuring people. It is good to speak to people, but don't pressure them. Hallelujah. So faith is a substance of things hoped. Yale mambo ambayo umetumainia, hiyo ndio imani. Karibuni. That is faith. It is a substance. It is evidence of things not seen. Hallelujah. I hope tumeshika hiyo imani vizuri. Na vitu ya tatu ambayo ni mafundisho ya kiutoto. Ya kwanza tumesema nini? Repentance from dead works. Shika hiyo vizuri. Repentance from dead works. See, repentance from everything. Repentance from dead works. Number 2, it is faith towards God. It is not faith in anything. Tulizungumza last week about natural faith. It is not just natural faith or faith on anything. Number 3, it is the doctrine of baptism. Mafundisho juu ya ubatizo. Kabla wewe ubatizwe ulifundishwa. Ulijua mbona unabatizwa. Unajua leo hii watu wakikufa, mwingine anasema, pastor anakuja anasema, na mtu ameshutiwa amekufa. Siku ya mazishi anakuja anasema, huyu ndugu alikuwa mzuri, Mungu amweke roho yake pema peponi, hata amebatizwa kanisani. Nani alikuambia ubatizo ni tiketi ya kwenda heaven? Sasa watu wamejidanganyika, mimi ni Mwanglikana, nilibatizwa hii. Baptism ni symbol tu. Ni kama picha. Unajua Adam hatujakutana naye kwa muda nyingi, lakini ilikuwa na picha yake. So ni symbol yake. Amen. Na ya 4, laying on of hands, kuwekelewa mikono. Watu wanakimbia leo kanisani kuwekelewa mikono. Pastor niweke, wengine wamewekelewa mapepo kwa sababu hawajui hiyo mafundisho. Na ya 5 ni resurrection from the dead. Resurrection. Kuna resurrection mara ngapi? Sasa hizi penye tuko, are we resurrected? Tutafufuka lini? Na ya mwisho ni eternal judgment. Eternal judgment. It is good to... Amen. Faith. What is faith? It is substance of hope. Kuna mtu ameileta pesa ama sadaka ya imani, ameipeleka kwa madhabahu sadaka ya imani. Kuna mtu ameleta sadaka ya kuvunja madhabahu ama laana ya kwao. You did it out of faith. Ama ulidanganyika, hiyo ndio imani. Unajua tunadanganyika, tunatoa sadaka ya imani kuvunja madhabahu ya kwetu, kuvunja sisi kwetu wasichana walekani, tunaenda kupamua hiyo laana ya umaskini. The Bible says Jesus became poor so that we may become rich. Kwani huamini hiyo neno? Unaona sasa sisi tunafanya opposite kwa sababu hatuna imani. Tunafanya vitu hapa kwa kichwa. Mind over matter. Mtu anasema niko na imani, kanisa yetu ukikuja uko na imani Mungu atakuinua. But you are doing it in where? In the mind.
Mungu ajibu maombi hapa, anajibu ya hapa ya moyo. Na imani iko hapa. Tumesema without faith it is impossible to please who? That was our memory verse 11:6. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is. Lazima uamini yuko na atariwadi yoyote ambayo atamtafuta kwa bidii. It is impossible to please God without faith. So many people are doing the so-called faith, lakini hawafurahishi Mungu. Wanafanya vitu kwa tumaini. At the end of the year unasema, nimetoa sadaka zangu. Mpaka mwingine alisema, "Pastor, nirudishie tithe yangu. Uliniambia ya kwamba nikitoa tithe, at the end of the year nitanunua gari." 2 years sijanunua gari sasa. Mungu ni mwongo? Kuna mwingine mlijua huyu mheshimiwa Arati alirudishiwa pesa yake na Catholic. Alikuwa ameambiwa kuna kitu ukifanya itakuja, lakini sasa imebidi kanisa imrudishie cheki yake. Na tukifuata hii itabidi watu wengi warudishiwe pesa. Lakini nayo wachungaji tunasema kiingiacho kwa mganga hakirudi. Sasa kuna makanisa ukienda kwa madhabahu hapa imechimbwa shimo hivi. Ukiingiza tu pesa yako inatolewa kwa the other side huko. So kama unataka urudishiwe utapata. Imeingia huko ndani haitakuja tena. Lakini nimekuja tutufundishane ndio tusiende kutoa kwa ujinga. Tusiende kusema ati kuna mbegu ya imani tunapanda. Imani iko kwa Bwana peke yake. Haiko kwa vitu. Na vitu ukifanya utafanya ukitarajia kitu chochote kwa Mungu. Utasaidia watu ukitarajia acha tu nijengee mama yangu nyumba ndio akikufa niishi hapo. Ufanyangi kitu kwa sababu ya kupata kitu kingine. Amen. Last week tumejifundisha imani, aina tofauti za imani. Ya kwanza it was sanctifying faith. Sanctifying faith ni ile ambayo inatuosha. Mungu anataka tuishi tukiwa takatifu na tuendelee kujengeka kwa imani. Tumesema imani huja kwa kusikiza na kusikiza neno la Mungu. As you hear and hear more of the word of God. As wakati unalala baada ya kutoka hapa kwa kanisani unaenda kusikiza nyimbo ambazo zinakubariki, inakupeleka mbele za Mungu. Imani inaanza kujengeka. Ndio unaona wakati mwingine tunaweza hubiri mambo ya the Holy Spirit venye anaponya watu. Watu wanaanza kuwa na imani ya kuponywa. Tunaweza kuja tunahubiri hapa hivi venye Mungu ubariki watu. Watu wanaanza kuwa na imani ya kubarikiwa. Watu wanakuwa na imani ya wanaenda kufanya biashara kwa bidii. Ni kwa sababu gani? Wamefundishwa na kufundishwa. That's why tunataka tudumu katika mafundisho, katika neno la Mungu ili tujengeke kwa imani. Na tukiwa na hiyo imani, Mungu anafanya nini? Anafurahishwa. Imani ni kumtarajia Mungu na kutulia. Natural faith ni ile imani ambayo unaweza tulisema unakaa kwa kiti ukijua ya kwamba kuna kitu ambaye itakunisupport. Imekuwa so natural mpaka mtu anasema mama akiwa na mtoto atasaidiwa. Imani ya pili tulizungumza ni sanctifying faith. Ya tatu ni defensive. Defensive faith, Biblia inasema tufae silaha zetu zote na the breastplate of faith ama the shield of faith, ile ya kuzuia shetani. Shetani huleta mafikra, mawazo, matendo mengine mabaya kwetu. Tunamzuia kwa imani. Tunasema hapana, hii kitu nikifanya si mzuri. Mungu alisema tufanye hivi. That is defensive. You are defending yourself against all satanic powers. So we need to have some divine faith, defensive faith, and saving faith. Biblia inasema we are justified by faith and we have peace with God through our Lord Jesus Christ. It is by faith that we are justified. Na tunasemanga pia ukimwamini kwa moyo na umkiri kwa mdomo. So ni lazima ufanye nini? Uamini. Unapomwamini baada ya kusikiza unaamini, sasa unaanza kujengwa imani. Unajengeka imani. Hallelujah. Biblia inasema, let me read Ephesians chapter 2. Ephesians 2:8. Waefeso 2. Wenye imani wale
wenye imani wale waombao, wenye imani wale waombao, na Yesu mwenyewe. Oh, wenye baraka waombao, wenye baraka wale waombao, wale waombao, na Yesu mwenyewe. Ephesians 2:8 says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. If you have to forget everything today, do not forget this one. Ni kwa neema tumeokolewa. Ni kwa neema tumeokolewa. Kupitia nini? Imani. That not of yourself. Si mambo yako, si bidii yako, si kazi ambayo umefanya. Ni kwa neema tumeokolewa kwa imani. So kuna mtu ambaye ametuokoa. Tukiamini ya kwamba ametuokoa, kisha tunafanya nini? Tunafanyika tumeokoka. Yesu akasema, nimeokoa wanadamu, nimemaliza kazi msalabani. Lakini si kila mtu atapata hiyo gift ya Mungu. Ni mpaka uamini Mungu amekugharamia hiyo gift kwa imani. Ni lazima uamini ya kwamba lahana ya kwetu ilimalizwa msalabani. Usipoamini utaendelea kutoa pesa sadaka ya imani. Utaendelea kuwa delivered every Sunday. Utaendelea kuvunjiwa mapepo. Utaendelea kunywa maji na chumvi na mafuta na makifagio na uchafu yote. Ni mpaka uamini kuna ule ameniokoa kwa neema. Kazi yangu imeisha msalabani. Na kama kuna kitu nitafanya, nitamshukuru Mungu. Asante Mungu umeniokoa. Asante Mungu ulimaliza msalabani. Ati mimi Mturkana sihitaji kuchinja mbuzi ndio nibarikiwe Nairobi. Sihitaji kwenda kwa mganga ya Muria nitoe tumbako na sukari afanye 1 2 3 ndio nikikuja Nairobi nikuwe MP. You can do it without going there. In fact, Muria alikufa. Ndio wengine wetu tuokolewe. Biblia inasema King Uzia alizuia sana Isaya asione Mungu. Ndio unaona wakati wengine hii watu wanakufa. Ndio unaona hii makimila zetu, wale watu wanachomwa huko Kisii, wale wachawi, wengine wanaangamizwa huko, ndio watu fungue ndio tuone Mungu. Hatuombi wakufe, tunaomba waokoke. Lakini kama wamekataa kuokoka, itabidi waondolewe. Ndio unaona hata wale wahubiri wa uongo slowly and slowly wanaondolewa. So sisi tumeokolewa kwa nini? Si kazi yako. Ni neema, ni neema. Usiende wabe Mungu aokoa huyu mtu. Mungu anaokoa kila mtu kwa neema. Ombea yeye, Mungu ampatie imani. The gift of faith. The gift of repentance. Sasa zingine wahubiri tunaenda kuhubiri mkuje mkoke mtalaniwa. Laana inakuja. Tunasahau sio sisi tunaokoa watu. Sisi tu ni instrument, tunaenda kushare hiyo neno la Mungu. Naye Roho Mtakatifu anaenda kwa mioyo. Tunapoomba hapa kwa bidii na tuende tuhubiri, Mungu anaenda kufanya nini? Kuzungumza kwa mioyo ya watu. Hiyo ujumbe ni wako. Kubali hiyo ujumbe uokoke. Watu wanakubali, wanaokoka. Si kazi. This is not by ourselves. It is a gift of God. That is what the Bible says. It is a gift of, not of what, lest anyone should boast. Unajua ukijaribu kufanya kazi, mtu anasema, mimi niliomba 40 days, Mungu akanijibu maombi. Nilipoenda Katoloni, mpaka wengine wanasema, niko mlima saizi. Tuma pesa yako niko saizi. Sasa tunafikiria ni mlima ndio inafanya nini? Inabariki. Kuna mwingine niliona kwa TV, niko kwa mlima saizi. Tuma sadaka yako, Mungu atakufungua. Watu wanaanza kutuma pesa. Mtumishi wako kwa mlima. Na sasa ile siku anatoka kwa mlima atutulu. Kwa sababu ni what? So itabidi huyu mhubiri kila wakati aende kwa mlima.
ndio afungue watu, ama kila wakati aende kwa mlima ndio apate pesa. The Bible says it is not by our works lest anyone should boast. So huyu mhubiri ambaye ako kwa mlima anatumia pesa za naomba 40 days niko hapa nafunja la neno, anaona ni kwa bidii yake, ni nguvu zake. Ile siku ambaye ameenda mlima anaomba watu watumi pesa, watu wafunguliwe, anaanza kuwa discouraged. Sasa nimeenda mlima na Mungu hata hujabariki. Ule mama alikuwa anakanza aponi. Sasa yeye alifikiria ni kwa bidii yake. Lakini Mungu anasema si bidii yako, ni kwa imani. Ni neema zangu. Haleluya. Amen. Ukikuja hapa leo niwauzie maji ya imani. Nani ako ready kununua maji ya imani? Maji ya imani. Ukienda ukunye next week unasema haikufanya, nakwambia jaribu na chumvi. Unajua pastor mwingine huko kwetu aliniambia achana na mafuta. Achana na mafuta. Unaona sasa chumvi ni powerful chumvi. Sasa yeye alikuwa amejaribu mafuta, watu wamekunya mafuta kwa church, hawaponi. Hawabarikiwi. Akawaambia sasa the next secret, the next revelation ni chumvi. Watu wamekunya chumvi na bado wako discouraged. It is not by works. It is by grace we are saved. Hallelujah. Tujue hata kama kuna baraka utabarikiwa na Nairobi, si kwa mkazi yetu. Usiseme nilienda kuomba 40 days, nimekuwa nikiombea watoto watu waokoke na Mungu Mungu anaangalia ile imani umekuwa nayo ya kupasista watu waokoke. Ata reward hiyo imani yako. Lakini si ati ile maombi yako ndio imefanya iwaokoe. Mungu tu amefurahishwa na imani yako, Mungu akapeana gift. Kwa neema. Kama ni maombi, hakuna maombi tunaweza omba hapa Kenya tuwabadilike. Na kama ingekuwa ni kuomba, watu wangeomba nani? Kama ingekuwa ni maombi inafanya watu wakuwe watu wakubwa hapa Nairobi, watu wameomba. Na tungeomba. Unaona venye tunakuwa na bidii ya kwenda biashara kutafuta pesa, tungeomba hivi. Ni imani tu. Ni neema za Mungu. Hata kuja kanisa leo ni neema za Mungu. Haleluya. Na Mungu anataka tukue na hiyo imani. Usikose kuomba, omba Mungu apatie watu zawadi ya imani. Apatie watoto wako imani, awapatie tu. Haleluya. Tukasema nayo pia kuna misplaced faith tunakuanga nazo. I will just mention a number of them. Ya kwanza ni katika friends. Let me start from the opposite. Psalms 41:9. Because I have time, I will just mention. Zaburi 41. Watu wanakuanga na tumaini na marafiki. Katika kanisa tuko na marafiki. Mpaka wengine wanadai kanisa hata huwezi amini watu. Ule mama tulikuwa naye youth. Baada ya kubarikiwa amefunga simu, siku hizi ashikangi simu ya watu. 41:9 inasema, even my own familiar friends in whom I trusted, who hate my bread, has lifted up his heel against me. Ati hata ule rafiki wangu, my own familiar friend, niliyomwamini, aliyekula mkate yangu, ameinua ni Mungu hili against me. Yani ameinuka kinyume na mimi. Ule rafiki ambaye tulichuana na yeye, tulisoma pamoja, tulikula pamoja, tumetembea hapa Nairobi, leo hii ameniruka. So Biblia inatuambia ya kwamba ukiamini marafiki, you have a misplaced faith. Tulisema last week, watu wanatumikanga na Mungu kutubariki. Na Mungu huleta marafiki wakati wengine kutubariki. Na kuna marafiki ambao tunafaa tuondoke kwao. Wakati mwingine rafiki anaweza kuja kuwa adui. Yaani unasema, rafiki yangu ndiye amenililisha Nairobi. Rafiki yangu ndiye ameniletea shida hii yote.
Rafiki yangu ndiye amenikona. Wewe ulitumainia rafiki yako ndiye akakukona. Akajua mpaka siku hizi kwa prayer partners. Watu wanasema, "Oh, wewe ndio prayer partner." Unamwibia siri ya kwako yote. Unamwambia kwangu iko hivi, mali mimi nimetoka. Kidogo unastukia watu wanazungumza, huyo mama kumbe amepitia shida. Huyo mama anakuwa hivi. Huyo mama kumbe ameabort. Huyo mama, na wewe ulimwamini ukamfunulia siri yako. Misplaced faith. Usiweke imani kwa mwanadamu. Ndio maana Biblia ikasema, anayeweka tumaini kwa mwanadamu amelaaniwa. Weka tumaini kwa Mungu. Mungu ukimtumainia Mungu atakuletea watu ambao mtashirikiana pamoja. Hata wachungaji kuna wale ambao uwezo wafunulia siri yako. Ukiwaambia siri yako katika mahubiri, wewe ndio unahubiriwa. Kuna watu hapa wamelaaniwa 40 days. Kuna watu hata hawajakula jana na wewe ndio ulimwambia jana hujakula. Unasikia, "Hey, pastor amenihubiri jana mimi." Amen. Mpaka wengine wanaanza kuwepa polepole. Ndio mchungaji pia, unless Mungu akuinue, Mungu yaani weke siri zako kwa Mungu, naye Mungu akwambia wewe ndio mtu wa kufunulia siri zako. Otherwise usifunue siri ya maisha yako kwa mtu yeyote. Daudi anasema ule niliyekuwa rafiki naye ameinuka, alikula mpaka mkate yake. Mpaka mwingine anasema, "Huyu mtoto tumemlea huyu, nimemuosha." Ndiye anaanza kunitukana. Psalms 52:7. Acha tukae katika Zaburi hapa. Ya pili, misplaced faith ni kwa utajiri. Here is the man who did not make God his strength, but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness. Amen. Here is a man. So kuna watu ambayo wameweka strength yao kwa utajiri wao. Niko na bidii hapa Nairobi. Niko na pesa. Kama Sonko, acha nisitumie Sonko. Sonko alikuwa mtu tajiri sana. Mpaka tukamuita jina Sonko of Nairobi. Mpaka kuna mtu huko kwetu pia alijiita Sonko, ndiye ako na pesa kidogo. Alikuwa anataka ajenge MP. Sonko alikuwa wealthy. Akaamini utajiri wake mpaka anaenda kwa TV anaongea randomly. Anatukana mpaka president. Leo hii Sonko unamsikianga. Tunamsikianga akireveal tu mazungumzo. Siku hizi Sonko haiko tena. Alitumainia utajiri akasahau kuna Mungu mbinguni. Wale watu wanatupangia hii Nairobi ni wengi. Na ukianza kufunua, mimi ni tajiri, niko na pesa, utatafuta usiku na binduki. Isipokuwa Mungu akulinde, utakongwa nani? Kuna makatela hapa wamejaa, inaitwa cartel. Sijui kama ni the good term. Lakini kuna watu wengi hapa hivi ambao shetani amewaingia. Biblia inasema he trusted in his what? He strengthened himself in his wickedness. Wakati uko na pesa ndio unajawa na wickedness. Ndio Biblia inasema tujichunge sana tutakapopata pesa. Kama kuna hatari moja ambayo ni kwa Kristo ni pesa. Na shetani unajua kujangia sema hiyo pesa, mimi ni shetani nimekuletea pesa, ingia hapa Illuminati. Tutatoroka huko mbili. Lakini kile shetani anafanyanga analeta desire ya pesa. Kama kuna kitu kimoja tunafaa tuombe against ni greed na madeni. Kuwa na madeni. Mbona watu wako na madeni? Kwa sababu wako na greed ya mali. Mtu anasema hata nitachukua loan ndio nilikuwa na plot. The more unachukua hizo malon, the more unaenda kuchukua, unakopa ndio ukuwe na kitu fulani, ndio ni tamaa ya pesa. Shetani anaanza kuingiza tamaa. Biblia inasema be content with what you have. Tosheka na kenye uko na. Kama wewe kiwango yako ni 50 bob, ishi na hiyo 50 bob. Kama kiwango yako ni 1 million, tosheka nayo. Ndio unaona politician na watoshekani. Wanataka more and more and more. Siku moja watauza Kenya. Itakuwa watu wa China. Wealth
Na shetani, unajua wakati hata wa Yesu shetani alileta weta, akamwambia Yesu, ukiniamini nitakupatia vitu vyote. Yesu akamwambia toka hapa. Tutaamini tu Mungu peke yake. Amen. Na sasa shetani pastor anakuja anasema chukua mali yako, chukua baraka yako, Mungu amekuinua. Sasa tunaanza kuwa na desire. Leta sadaka ya imani hapa, Mungu atakubariki. Next year utanunua gari yako, utajenga nyumba yako. Tunaanza kuwa na tamaa ya mali. Badala wewe kutosheka na ile room yako unakaa kidogo ya 1000, utosheke ukiamini Mungu. Mungu akikuinua sawa. Asipokuinua kwani hii dunia utaishi miaka ngapi? Si 70 years tu ukikaa sana. Maybe ukikula sasa ubuzuma na inkoko ndio utaweza fika 80. Na morisiki. Na saizi hata watu wanaenda na 50 years. 50. Imagine ukienda na 50 unabakisha ngapi? Na wewe unataka kununua dunia yote. Nikinunua basi, nikifanya hivi. Tosheka jinsi ulivyo. Be content. Ingine ni natural powers. Psalms 27. Zaburi 20. Zaburi iko na mambo mengi. Iko na fundisho nyingi kuhusu misguided faith. Misplaced faith. 27 inasema, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Amen. You trust in natural powers, in chariot, in horses. Mimi niko na senator wetu atatutetea hapa Nairobi. Mimi niko na ndugu yangu yani you trust in powers. Kwetu kuna mafuta tutatajirika. Kwetu tuko namna hii. Baba yangu ni mtu mkubwa. That is misplaced faith. The Bible says we will trust in the name of the Lord. Ni jina la Mungu. Hata hii mali inaishanga. It doesn't matter how much money uko nayo, inaweza kuwa in one day, in 1 second. Niliwaambia last week kansa inaweza kuja, inaanza kukula mzee. Mali inaanza kuisha. Unaanza kuuza shamba. Mnauza hii, mnastukia hamna kitu. Watu wanasema, yule alikuwa tajiri hapa. Sikuja yule alikuwa hivi. Yule alikuwa anafanya county. Kuna jamaa alikuwa anafanya county kwetu, alikuwa minister. Na unajua ukiwa minister unaanza kujenga, unaanza kuchukua matendo. Sasa huyu akakuwa faithful. Akawa tu na ile gari yake. Wakati alifutwa, alikataa kuiba ndio apatie gavana yake. Sasa yeye akafutwa. Akaanza kutembea mguu hapo. Huyu alikuwa jigomi na hata hana kitu. Sasa alipewa chance ona hakutumia. Amen. So people trust in powers, in chariots. Nikiingia county nitafanya hii. Ndio unaona hao politicians hawana mawazo yetu kwao. Wanataka waingie hapo ndio wajitajirishe. Na wakati wengine wamekuwa wicked, Mungu anaamua kuwamaliza. Hallelujah. Twende Jeremiah 7:4-8. Ama utaenda ujisome. It talks about trusting in false prophets. Kuna watu wanategemea manabii wa uongo. Unasema nabii nione mambo yangu. Huko Nairobi sifanikiwi, hebu nionyeshe ni nini itatendeka. Unadanganywa. Maybe tunaweza soma Jeremiah 7. Jeremiah. Saba. We will trust in the name of the Lord. For inasema, do not trust in these lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. Amen. Do not trust in these lying words. Kuna watu wanakuja na maneno makubwa. Bwana amenionyesha. Kuna mtu hapa hivi Mungu anaenda kumuinua. Mungu anaenda kumbariki na kumjenga. Kumbe it is lying words. Analeta maneno makubwa. Kuna mtu anaenda Amerika. Sasa unashindwa Mungu alikuja ndio tuende Amerika. Unajua kuna mambo mengine inafaa tupime na neno la Mungu. Mtu akikuja kukuentice, Mungu ameniambia kuna mtu atanunua gari hapa. Kuna mtu ameniambia, that is enticing our flesh. Na Mungu wako kuja ndio tujenge flesh yetu. Mungu alikuja ndio tukue na eternal life.
mahubiri yetu yote, prophecy yote, hata ukiangalia maandiko ilikuwa ni kutoa watu kwa dhambi na kuwaleta katika uhusiano na Mungu. Lakini mahubiri ya leo ni kufanya nini? Wanafunika dhambi na wanaanza kufurahisha hiyo dhambi. Kukuambia utaoleka, utanunua gari, utaenda Amerika, watoto wako. Hakuna siku atakwambia achana na dhambi. Ni prophecy ambaye haikutoi kwa dhambi si ya Mungu. Si ya Mungu. Sasa mpaka unaona sasa Mungu nikaa kumbukange dhambi. Bada mimi nitoe sadaka ya imani. The same book 7:8 nasema beyond you trust in the lying words that cannot profit. Unaenda mwingine wanashika mikono yako wanasema nyota yako. Tunakuangalia nyota yako. Mungu anasema kuna hizi mavitu zinaitwa Gemini Masters. Wengine wazaliwa Januari wanaambiwa hii Februari. Mimi ni mwezi wa 6. Unaonanga yangu ni Gemini. Sijui hii mwaka ikafanya. Hizo ni mavitu za mapepo. Kuna zingine zinasakeletinga kwa Facebook inakwambia hebu click ndio ujue miaka yako utakufa. Hebu siji click hii upande ndio ujue ulimi yako iko. Hiyo ni mavitu za mapepo. Unaanza kutrust kwa vitu ambazo si Mungu. Ikikwambia hii mwaka yako ni mwezi wa 6, mpaka kuna Wahindi hawatembeagi hiyo mwezi wao wa kuzaliwa. Hiyo kitu inawaambia usitembee, ukitembea leo unaweza shutiwa. Ama unaweza gongwa na gari, anabaki kwa nyumba the whole day. So their trust is not in God, it is in lying words. Ama mmeona hizo vitu. Na pia nakuambia mambo makubwa, kuna mtu amekuroga, kuna mtu. Sasa wewe unaanza kutafutana na wale watu wamekuroga. Mpaka unaanza maybe crusade kwa hapo nje unaanza nyinyi hata mkiniroga mimi niko na Mungu. Uliwahi sikia Yesu akiongea mambo ya kuroga? Si Yesu alienda kuomba tu na Mungu atashughulika hizo vitu zingine. Kama wewe ni wa kuroga utaroga. So kuna manabii wengi wa uongo wameinuka. Another misplaced faith, it is in weapon. Psalms 44:6. I will not trust in my power, neither shall my sword save me. Sita trust hata nikiwa na pesa. Sita trust hata nikiwa na NHIF card. Unajua mtu anasema niko na NHIF ikiumana naweza enda China. Ile siku ambayo kimeumana unaambia NHIF haifanyi. Kuna ndugu yetu tunafanya kazi pamoja, alikuwa na hiyo kapa ya Kenya Power. Hii wakati ya COVID akaekwa huko. Unajua kumbe hii watu hata ukishakufa mwili inaendelea kukaa huko ndio sasa waendelee kukula pesa. Jamaa alikaa huko pesa ikaisha. Ikafika 1 million point something. Baadaye kuja kuambia alikufa, kumbe mtu alikufa kitambo. Wakaambia sasa lazima mtoe 1.9 ndio mwili tolewe. Kampuni naye ikasema maximum yako ni 500,000. So kadi ikaisha nguvu. Ikabidi sasa tuanze kumchangia. Amen. So huyu mtu hata angeenda baby hospitali nyingine kadogo angeuliwa. Na unajua hiyo wakati kulikuwa na target ya kuua watu. Ndio ukienda na kadi hizi mzuri, kuna hospitali ukienda, kuna ndugu tulienda naye akakani. Wenda huko akamwambia mtoto ni serious, hakuna hii shida, hakuna hii. Na mtoto tu alikuwa ameanza tu kuwa na joto. Jamaa akasema hapana. Hii acha niende hospitali nyingine. Akaenda kwa hospitali nyingine akamwambia ni joto tu, mpatie Panadol na hii itapungua. Na wale watu wakampigia kuja tuongee. Wakajua huyu anaweza enda kuharibu jina yao. So usitrust hata na watu, usitrust hata email NHIF card, usitrust hivi vitu. Watu wameharibika. Hata ukienda kwa fundi kuambia unataka hii gari yangu imeharibika hiki. Si pole alituambia, wanaanza kumwambia engine iko na shida, gearbox iko na shida. Kumbe wanataka kukukula. Haleluya. Na wewe unasema niko na pesa, badilisha yote. Inaanza kubadilishwa pesa, inaanza kuisha pale. Hata unarudishiwa ile yenye ilikuwa yako. Tumetoa hiyo, hii tumeleta ingine. Kumbe ni ile yako. Don't trust in great men. Kuna watu wanatumainia great men. Wanasema mimi niko na mtu wetu in that position. Do not trust in yourself. Proverbs 28:26 inasema, he that trusted in his own heart is a fool. Yeyote ambaye anajiamini ni mkumbavu. Wakumbavu wangapi wako hapa? How many fools are here? But who walketh wisely, he shall be delivered. Atakaye tembea wisely.
kwa hekima watakombolewa. Lakini ukijitumainia, mimi niko hivi, mimi niko sawa, you are a fool. And lastly, it is trusting in idols. We said you can even make your child an idol. You can make your people an idol. You can make your ministry idol. Si tulisema kuna wachungaji waliuza maspika, mafiketi. Walikuwa wanafikiria sasa watu watakuwa na sadaka itaendeleanga, COVID ikakuja ikafunga makanisa. Kuna wengine, kuna kanisa zilifungwa haitaifunguliwa tena. Kuna hata hapa ilikuwa shule, unaona hapa ilikuwa shule. Na hiyo shule iliisha hivi. Forever haitairudi. Mungu alishusha mabiashara zingine akaamusha zingine. Unaona venye Mungu anafanya? Tumainia Mungu. Maybe opportunity yako itakuja COVID tu ikikuta. Mungu atainua ya. Mtumainie Mungu. Na wale ambao wanajitumainia watashushwa. Si hivyo ndio mambo inasema. Why should we have faith? We cannot be saved without faith. Tulisema last week, we have all been given a measure of faith. Na ukiwa na imani mdogo kama mtu wa radani, unaweza ambia mlima ung'oke, ukang'oka. Imani ndogo. Hallelujah. Why should we have faith? We cannot be saved without faith. Amen. It is necessary for salvation. We must have faith in Christ. Lazima uamini Mungu yuko na Mungu ataniokoa. Hata yale mapepo wanasemanga ya huko nyumbani sijui zinafuata watu, utafanikiwa Nairobi. Sitahitaji kutoa hiyo sadaka ndio hiyo laana ishe. Nitamwamini Mungu. Unajua, for you not to do what watu wenu wanafanyanga, it takes a lot of faith. Lazima uende uone wazee wa kutembea mate, wa kuzungumzia maneno. For you not to do that, it takes a lot of faith. So for you to be saved from your laana ya wazee, unaambia wazee watakulaani, ancestors watakufuata. For you to cut yourself from all those things, you need faith. You need faith to be saved from those things. You need faith to be saved from this world. Amen. Faith is necessary for salvation. Ya pili, without faith, it is impossible to please God. We need faith so that we can please God. Ili tumfurahishe Mungu. Ili tumfurahishe Mungu kwa yoyote tufanyalo, itabidi tukue na imani. Amen. Huwezi mfurahisha Mungu bila imani. Tulisema there are 3 levels of faith. Kuna watu ambao ni faithless, kuna little faith, na kuna great faith. Na ukisoma hapa hiyo the book of Hebrews, is it 12? Kuanzia hata hiyo 11 inazungumza about the heroes of faith. Men who walk with great faith. You can go and read that. It talks about Samson. It talks about Abraham. It talks about David. All the men of faith. And one example is Abraham, ambayo tutaangalia saa hizi. Amen. Unataka kujua watu wa imani? Go and read Hebrews 11. The men of faith. The heroes of faith. The men who had great faith. Siku moja Elisha anasema, haitanyesha 3.5 years. Kwa maneno yangu haitanyesha. Haikunyesha. Na akakuja akasema, nimesema inyeshe. Inanyesha. Elisha anamwambia, wewe mtu mwenye ukoma, enda ujitupe kwa ile maji. Mtu anasema, mbona unaniambia niende kwa ile Jordan? Si hata kuna kwetu pia kuna maji naweza jitupa. It took a lot of faith kuambia mtu enda hivi. It takes a lot of faith kuambia Mungu atakuja kuwakumbuka. Mungu atawainua. It takes a lot of faith. And you rest, being assured that Mungu amesikia na Mungu atajibu. Lakini sisi wakati mwingine tunajisumbua. Amen. Ndio Yesu akasema, ukiwa na imani mdogo kama mtu wa radani, unaweza ambia mlima ung'oke, utang'oka. Unaweza ambia laana yenye unaambiwa leta sadaka ya imani, laana yenye inashika wasichana wa kwenu iondoke. Ile laana sio ya madhabahu ya kwenu, ile masauti inazungumza kwenu. It takes a lot of small faith. Kuepuka hizo vitu. Uhitaji hata imani kubwa. Na imani kubwa tutakuwa naje aje?
kwa kusikiza neno la Mungu na kusikiza na kusikiza. Kama imani kidogo inafanya maajabu na imani kubwa. Amen. The more we grow in faith, the more we become defensive in the things of God. The more we are sanctified in our minds and in our spirit. Hallelujah. You want to increase your faith? Hear more and more of the word of God. Romans 10:17. It comes by hearing and hearing by the word. It is not by works. Msikuwe watu wa kazi, mkuwe watu wa imani. Ukikuja kutoa sadaka yako, usitoe kwa sababu kuna kazi unafanya. Mungu acha tusaidie Mungu kujenga. Hapana, toa kwa imani. Ukikuja kuimba, usiimbe kwa sababu ati unajua ni lazima tuimbie Mungu. Imba kwa imani. Hallelujah. Don't do it by any works. Sisemi works ni mbaya, lakini works tufanye matunda kwa sababu tumeshafanya nini? Tumeokolewa. We are doing anything because we are joyful in the Lord. Shout a joyful unto the Lord. We are doing it with the joy, kwa furaha. Na sisi sote, hata mtoto wako si unamnunulianga manguo kwa furaha. Si ati umesukumwa. Wazazi wako na wapigia simu ukichata, unaendelea kwa furaha. Nayo pia ukiwa ndani ya Mungu utafanya vitu kwa furaha. Without being pushed. Hallelujah. Without any pressure. Unajua mama wengine wameenda, mimi sijaenda. Kama hujapata time ya kwenda, usivunjike moyo. There is also next time. Do it from your heart. Nataka tuangalie Abraham. Na usiseme ati mimi tu ni mtu wa imani sinaanga matunda. Hakuna imani haina matunda. Mimi tu ni mtu wa imani. Ukiwa na imani, tutajuaje wewe ni mtu wa imani? Tutajua kwa matunda yako. Tutajuaje wewe ni nabii wa uongo? Kwa matunda. Tutajuaje huyu mtoto wako hai? Kwa sababu anapumua, kuna spirit ndani yake. Wakati ameacha kupumua, amekufa. Tunaanza kulia. Tunaprepare mazishi kwa sababu spirit imetoka. So na wewe pia matendo mazuri ikianza kutoka kwako, unaanza kutoa yale ambayo tunajua huyu amekufa spirit. Huyu amepotoka. Lazima matunda iende pamoja na imani. Haleluya. Acha tusome kitabu tusome James chapter 2:23. Alafu tukuje Romans. Tukienda kumalizia. Masaa imeenda. James chapter 2:23 inasema, and the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God and it was counted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Unataka kuwa rafiki wa Mungu? Kuwa mtu wa imani. Tembea kwa imani. Unataka kupendeza Mungu? Kuwa ndugu wa imani. Amen. Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of. How many friends of God are here? There are very few. We want to see 4 things that Abraham did ambaye inafanya aitwe baba wa imani, kama the friend of God. Enoch walked with God until Enoch was no more. Alitembea na Mungu kwa nini? Kwa imani. Let's go to the book of Romans chapter 4. Warumi nataka nianzie 13 but it is long. Maybe nianze 18 hapo.
Maybe we can even start 13. For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Alipata ahadi ya Bwana si kwa matendo lakini kwa imani. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promises made of no effect. Because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression. Therefore, it is of faith that it might be according to grace.